Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Ni siku nyingine njema ambayo tumepata nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Lakini kwanza tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku njema hii ya leo. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni Mungu uketie mahali pa juu kabisa palipoinuka. Tunakutukuza, tunakuabudu, tunakusujudu. Tunalihimidi jina lako. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba utufundishe neno lako. Tukiomba Baba, neno lako litubadili tufanane na wewe na kurudi katika sura na mfano ule wa mwanzo ambao ulituumba. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Basi tunapata nafasi tena ya kujifunza neno. Leo tutajifunza mistari miwili tu katika kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi kimeandikwa na watu kadhaa, lakini sehemu kubwa sana imeandikwa na Mfalme Daudi, ambaye ni sehemu kubwa sana ndio yeye aliyeandika. Sasa leo tunaenda kusoma sura ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Mistari miwili tu katika sura ya 42. Anasema kama ayala, nami nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu wangu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Tumsifu Yesu Kristo. Anasema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji. Sasa ayala ni jamii fulani ya swala. Ayala sifa yake kubwa ni kwamba ana uwezo wa kunusa harufu ya maji hata kilomita 200 kutoka alipo. Kwa kama tunazungumzia Dar es Salaam kwa mfano, kilomita 200 kutoka Dar es Salaam unazungumzia Chalinze, kwa sababu Chalinze ni kilomita kama 196. Kwa hiyo ndo ndani ya umbali huo Dar es Salaam mpaka Chalinze ananusa. Tuseme akiwa Chalinze ananusa kwamba kuna maji Dar es Salaam, au akiwa Dar es Salaam ananusa kwamba kuna maji Chalinze, na anatoka. Hanusi tu kwamba kuna maji kule halafu inaishia hapo, hapana, anatoka kwenda kuyafuata. Sasa humu katikati, katika kilomita 200 anakutana na purukushani za kila aina. Anakutana na wanyama wakali kama simba na wengineo, anakutana na dhoruba, anakutana na miba, anakutana na miti, anakutana na hali tofauti tofauti, lakini hiyo yote haimkatishi tamaa. Yeye anachojua na kitu kimoja, kwamba anahitaji maji na anakwenda kuyafuata maji. Anaachana na mengine yote, anakwenda kuyatafuta maji kilomita 200. Na wakati anakwenda anakuwa anatoa sauti yani anatamani. Sasa ndo Mfalme Daudi Mzaburi anachukua mfano huu. Kama vile ayala anavyoyatamani maji, ndivyo na mimi na wewe tunavyokuwa. Anasema yeye sasa anaichukua yeye kama yeye. Mfalme Daudi anasema vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi ya mfalme, huyu ni mfalme, ni kiongozi mkuu wa taifa, anaweza kuamua chochote na kinaenda kutokea wakati huo huo, lakini anajua kwamba bado pamoja na madaraka au mamlaka aliyokuwa nayo, anaye Mungu ambaye yuko juu zaidi yake. Anasema kwamba vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Kwa hiyo anatamani atembee hivyo, amtafute Mungu kwa kiasi hiko, kwa ukaribu au kwa shauku ya namna hiyo, ile ya ayala ya kutembea kilomita 200 kuyatafuta maji tu. Yaani hapo alisikia harufu, hajayaona hata kuyaona. Kwa huo umbali wa kilomita 200 anaanza safari ya kwenda kuyatafuta. Anaanza safari ya kufuatilia kile ambacho amekinusa. Kwa hiyo hii ndio namna ambayo na mimi na wewe tunatakiwa tuwe na kiu cha namna hii, shauku ya namna hii kumtafuta Mungu. Anasema katika Ayubu 22:21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema Sio kwamba tutake tu
zile baraka za Mungu, tunatakiwa cha kwanza tumjue Mungu. Yani nafsi zetu zitamani kama ambavyo watoto wachanga wanavyotamani kunyonya maziwa ya mama yake, ndivyo na sisi tutamani kutafuta uso wa Mungu. Tuwe na kiu hiyo, tuwe na shauku hiyo, kwamba kuna wakati ambapo sasa hapa kuna tofauti. Vitu hivi viwili ni muhimu sana. Njaa na kiu ni muhimu sana katika uhai wetu. Njaa inaonyesha kwamba tuko hai, kwa sababu kama hatuna njaa hatutahitaji kula. Tusipokula tutakufa. Kwa hiyo njaa ina umuhimu wake. Njaa ni muhimu sana, na kwa sababu tukikosa njaa ya kutafuta uso wa Mungu tutakuwa tunapotea. Lakini zaidi sana sasa hapa tunaangalia labda nijizungumzie mimi sasa. Mimi kama mimi naweza nikawa yani kati ya njaa na kiu. Nataka nizungumzie hivi vitu viwili kwa mimi, lakini sizungumzii kwa mtu mwingine. Kuna wakati, sio wakati wote, kuna wakati naweza nikasema kwamba kweli nina njaa, lakini labda baada ya dakika 20 natakiwa niondoke katika ile eneo niende eneo lingine, na kutoka hapa na pale ninapoenda labda ni dakika 20 tena. Kwa ndani ya saa moja nitakuwa nimefika eneo, nimetoka point A nilipo, nitakuwa nimefika eneo B. Nitakula nikifika eneo B. Kwa hiyo pamoja na kwamba sasa hivi ninahisi njaa, lakini naweza nikaiairisha, yani naweza tukakubaliana na serikali ya mwili wangu kwamba bana, hili tukio litafanyika, lakini baadaye na litafanyikia katika eneo kadhaa, na sote tukakubaliana tukaenda katika eneo lile jingine. Lakini kiu, hata kama nasema kwamba natoka point A naenda point B, nasema ngoja kwanza ninywe maji halafu niendelee na safari hii. Kwa kumbe kiu inanitaka nifanye kitu instant, inanitaka nifanye kitu wakati ule ule. Kuna wakati ambapo unaweza kusema kwamba okay, labda nina muda wa kuomba. Mimi naomba labda kati ya saa 1 usiku mpaka saa 2. Kwa hiyo kwenye maombi yangu ya leo kati ya saa 1 na saa 2 usiku nitaombea jambo hili. Lakini kuna wakati Roho Mtakatifu kumbe anataka tuwe na kiu. Dakika 5 ujitenge na mazingira yote, ukae wewe na yeye, anakupa mikakati, anakupa njia ya kufanya, anakuongoza katika njia ambayo inapaswa. Lakini lazima tuwe na njaa na kiu, lazima tuwe na kiu. Kwa hiyo kiu inahitaji kutibiwa instantly, kama ambavyo tumezungumza kwa habari ya Ayala, anavyoacha mengine yote, anaacha kula majani, anaenda kutafuta maji. Ndio anasema ndio nafsi yake inavyomwonea shauku Mungu. Tena anaenda katika mstari wa 2 anasema nafsi yangu inamwonea kiu Mungu. Anaweka koma, anasema Mungu aliye hai. Koma tena anasema lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Nafsi inaona kiu wakati wote, anatamani ajinyweshe na uwepo wa Mungu, ajinyweshe katika njia, awepo katika namna ambayo ana contact, ana mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu, kitu ambacho mimi na wewe pia tunatakiwa tukifanye. Nafsi yangu inamwonea kiu, inamwonea kiu Mungu aliye hai. Kwa hiyo anatuthibitishia kwamba Mungu huyu ni Mungu aliye hai, sio Mungu aliyekufa, sio Mungu wa jana, sio Mungu wa juzi, ni Mungu aliye hai. Kama alitenda jana, atatenda leo. Kama ametenda leo, atatenda na kesho. Ni Mungu aliye hai. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu wetu habadiliki. Kama alitenda kwa Daudi, atatenda kwangu. Kama atatenda kwangu, atatenda na kwako. Kwa hiyo Mungu habadiliki. Tunaobadilika ni sisi. Lakini hapa kikubwa zaidi ambacho tunafundishwa, kwa mfano wa huyu mnyama anaitwa Ayala, ni ile namna ambayo anakuwa na kiu ya kutafuta uso wa Mungu. Ni ile namna ambavyo kwa nguvu zote, kwa kila alicho nacho anapambana bila kujali kwamba akifika pengine kule mtoni atakutana na mamba, akifika atakutana na wanyama wengine wanaokaa ndani ya maji.
huko njiani kilomita 200 amekutana na nini wala nini, yeye anachoangalia ni kwamba anahitaji maji, na mimi natakiwa sasa niangalie ninachohitaji ni kutafuta uso wa Mungu. Nisijali maneno ya watu, nisijali vikwazo ambavyo vinatokea, nisijali changamoto ambazo napitia, nimwangalie yeye. Kuna wakati ambapo anatufanya tuondokane. Unaweza ukawa na njaa, unaanza kufikiria alafu labda pengine huna hela, unaweza kufikiria sasa itakuwaje, nitakula vipi? Alafu ndo anakuambia muda huu ndo tunahitaji kuongea, kwa maana na kuhitaji kwenye maombi. Kama kweli utatii na kwenda katika maombi, mtakaa na ukaomba, basi utaona kwamba kuna vitu ule uzito uliokuwa nao unaondoka, wepesi unaingia. Kwa nini? Kwa sababu presence yake, uwepo wa Mungu unashuka, ule utukufu. Kwa nini mbinguni hakuna uhitaji? Ni kwa sababu mapenzi yake yamejaa pale mbinguni. Basi na sisi tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunakuwa na njaa na kiu ya kuwa na uwepo wa Mungu, ili mapenzi yake yatimie hapa duniani kama ilivyo huko mbinguni. Lakini hili haliwezi kutokea kama hatuna hii njaa, hatuna hii kiu. Kwa mfano wa huyu mnyama ayala. Kwa hiyo ayala leo anatumika kama mfano kwetu, anatumika kama kielelezo kwetu cha kutuonyesha ni jinsi gani ambavyo tunatakiwa kufuata nyayo za Zaburi. Tutafute uso wa Mungu, tuwe na kiu ya kutafuta uso wa Mungu wakati wote, yani bila kuwa karibu na Mungu tuone kwamba tuko mbali, tuone kwamba tumekosa kitu kikubwa. Tusichukulie kama jambo la kawaida, hapana. Tujiweke karibu na Mungu wakati wote, ili mapenzi yake yatimie. Mapenzi ya Mungu yanapotimia, basi kuna ukamilifu. Ndio maana mbinguni hakuna uhitaji wa aina yoyote. Hapa duniani kuna uhitaji wa haya yote ambayo tunahitaji, kwa sababu mapenzi ya Mungu bado hayajatimia. Nani aliyepewa kazi ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu? Ni mimi na wewe. Basi tuongeze hii njaa, tuongeze hii kiu, ili tuhakikishe kwamba mapenzi ya Mungu yanatimia hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tufunge kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku njema hii ya leo. Asante Baba kwa kutufundisha. Asante Baba kwa kuwa umetukumbusha kwamba tunatakiwa tuwe na njaa na kiu ya kukutafuta wewe. Tunaomba Baba uweke ndani yetu, uamshe na uwashe ndani yetu njaa hii na kiu hii, ili Baba kama ilivyo kwa ayala tukutafute wewe. Tusijali mazingira yanayotukabili au tunayokabiliana nayo, bali tukuangalie wewe na kutafuta uso wako wakati wote. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana.